Baada ya kila kipindi cha habari, tunakuletea tahariri inayowasilisha mtazamo wa Afrika kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea duniani. Tuwapongeze kwa dhati wananchi wa Zambia kwa kudumisha utulivu, amani na mshikamano wakati wa uchaguzi mkuu. Katika mazingira ya kisiasa yenye ushindani mkali na mvutano mkubwa, uamuzi wa wananchi wa kuendelea kuishi kwa amani ni jambo la kujivunia na somo muhimu kwa Afrika. Hata hivyo, pongezi hizi haziwezi kufuta wasiwasi mkubwa kuhusu mwenendo wa mchakato wa uchaguzi na namna dola ilivyoshughulikia upinzani, hususani dhidi ya mgombea mkuu wa upinzani Brian Mundubile. Kwa mujibu wa matokeo rasmi yaliyotangazwa, Rais Hakainde Hichilema alipata kura 2,965,326, sawa na 60.49%, huku Mundubile akipata kura 1,856,207, sawa na 37.87%. Matokeo hayo yanaweza kuwa yameweka wazi mshindi kwa hesabu za kura, lakini uchaguzi wa kidemokrasia haupimwi kwa matokeo pekee. Unapimwa pia kwa udhaifu wa mchakato uliosababisha matokeo hayo. Tunahuzunishwa na taarifa za kusimamishwa kwa muda kwa zoezi la kuhesabu kura baada ya tume ya uchaguzi kutaja wizi wa kura zilizopigwa na vurugu dhidi ya maafisa wake. Hatua kama hizi zinahitaji maelezo ya wazi, ya kuaminika na yanayoweza kuthibitishwa ili kuondoa mashaka na kujenga imani ya wananchi katika matokeo. Wasiwasi zaidi unatokana na matumizi ya vyombo vya usalama katika mazingira yanayomhusu mpinzani mkuu wa rais. Serikali imehusisha Mundubile na madai ya njama za kufanya uasi wa kutumia silaha, ikisema alikutwa katika eneo ambako silaha nzito za kijeshi, risasi na vifaa vingine vilidaiwa kukamatwa. Mundubile amekanusha tuhuma hizo. Madai mazito kama haya hayapaswi kutumika kama mbadala wa ushahidi wa wazi na mchakato huru wa kisheria. Ikiwa kuna ushahidi wa kijinai, basi ushahidi huo uwekwe mbele ya mahakama yenye uhuru na mtuhumiwa apewe haki zote zinazotambuliwa na sheria. Demokrasia haiwezi kulindwa kwa kuondoa haki za msingi za wapinzani. Taarifa kwamba makumi ya viongozi na washirika wa kisiasa wa Mundubile wamekamatwa pamoja na madai yake kwamba vikosi vyenye silaha vilifika nyumbani kwake na kuhatarisha maisha yake na familia yake zinapaswa kuchukuliwa kwa uzito mkubwa. Serikali ina wajibu wa kuhakikisha usalama wa kila raia, wakiwemo wapinzani wake wa kisiasa. Tunasisitiza pia kwamba jeshi na vyombo vingine vya usalama vinapaswa kubaki chini ya sheria na kutekeleza majukumu yao bila kuangalia ushindani wa kisiasa. Jeshi halipaswi kuwa chombo cha kuamua nani anashinda uchaguzi. Tunawapongeza wananchi wa Zambia kwa kuchagua amani badala ya machafuko, lakini tunatoa wito kwa viongozi wote wa Zambia kuhakikisha kwamba amani hiyo inaambatana na haki, uwazi, utawala wa sheria na kuheshimiwa kwa demokrasia. Zambia inahitaji si uchaguzi usio na vita, bali pia uchaguzi ambao wananchi wanaweza kuamini kuwa kura zao zimesikilizwa na kwamba wapinzani wanaweza kushindana bila hofu ya matumizi ya nguvu za dola. Amani ni muhimu, lakini amani bila haki haiwezi kuwa msingi imara wa demokrasia. Zambia iwe nchi ambayo ushindi unaamuliwa na kura, si nguvu, na ambapo upinzani unaonekana kuwa sehemu halali ya demokrasia, si tishio kwa taifa.